Amen, watumishi wa Bwana, Mungu awabariki. Hapa tunaanza sura ya 4 na ya 5, mnyambulisho wake, ili kukuelewesha vizuri. Pale nilikuwa nataja, lakini sasa naanza kufundisha. Biblia inasema panda hata huko juu. Neno panda hata huko juu, maneno haya yana maana kuu mbili. Nilishafundisha, naomba niyapitie kwa haraka. Nilishafundisha mambo haya. Panda hata huko juu, maana yake Yohana alitakiwa pande ulimwengu wa roho apate kuyaona mambo mengi ya mbinguni. Musa pia aliambiwa apande juu mlimani ili apewe ufunuo kwa ajili ya kanisa la jangwani. Tunaona kwa Musa Kutoka 19, 20 na 24. Lakini pia watakatifu, maana ya pili ya panda hata huko juu, watakatifu walitakiwa au wanatakiwa wapande juu kabla ya dhiki kuu. Luka 21:36. Watakatifu, kanisa, wanatakiwa wapande juu kabla ya dhiki kuu. Aise, hapa naomba nikazie, kwa sababu hapa naomba nisiwe na haraka yoyote, kwa sababu hapa ndipo center. Yaani kilichosababisha nimeanza kufundisha somo hili la eschatology ni kwa sababu ya fundisho linaloamini kwamba kanisa litapita kwenye dhiki kuu miaka 3.5 ya kwanza. Ile ya amani, hapana. Hiyo miaka 3.5 ya kwanza ya amani hatutakuwepo. Luka 21:36. Wathesalonike wa pili 2. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 7 na 8. Dhiki kuu ni pigo kwa ajili ya wenye dhambi. Sefania 1:17 inathibitisha dhiki kuu ni hasira ya Bwana. Ni hasira ya Bwana kwa wenye dhambi. Thesalonike wa kwanza 5:9. Kwa hapo tunaona namna ambavyo anajieleza. Lakini pia kuna neno wazee 24. Wazee 24. Hawa ni wakina nani? Wawakilishi 12 wa makabila ya Israeli, huwakilisha agano la kale. Mwanzo 49 tunaona, lakini majina yao yanatajwa katika kitabu cha Hesabu 2 pia. Na watu wa pili tunaowaona mitume 12 wa Yesu wanawakilisha agano jipya. Ufunuo 21:10 hadi 14. Ufunuo 21:10 hadi 14. Majina yao yanatajwa katika Mathayo 10:2 hadi 4. Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu aliye hai. Mimi namshukuru Mungu ya kwamba kupitia hayo mafundisho ambayo mtumishi wa Mungu Amos Bernard ameyafundisha kwenye grupu, kuna baadhi ya vitu nimejifunza kupitia hayo mafundisho. Kuna baadhi ya vitu nimejengeka, nimepata uelewa wa ziada kupitia hayo mafundisho ya mtumishi wa Mungu Amos Bernard. Kwa hiyo Mungu amwezeshe tu huyo mtumishi wa Mungu Amos Bernard kuzidi kuzungumzia. Mtumishi wa Mungu Pastor Lauriani, ubarikiwe sana kwa kuuliza swali zuri, kwamba mtu ambaye hawezi kuitunza nyumba yake hawezi kulitunza kanisa. Nataka niseme uhusiano wa familia na kazi ya Mungu. Namba 1, familia. Familia ni shule ya kwanza ya kazi ya Mungu, ni chuo kinachokupima kama unaweza kazi ya Mungu. Familia ndiyo A, uwanja wa kwanza wa majaribio ya uongozi; B, mahali pa kwanza pa kuonyesha tabia ya Kristo; C, kipimo cha uaminifu wa mtu kwa mambo madogo, kama tunavyosoma Luka 16:10. Aliye mwaminifu katika yaliyo madogo sana ni mwaminifu pia katika yaliyo makubwa. Kanisa huanzia nyumbani. Namba 2, familia.
Usimamizi wa familia ni kielelezo cha usimamizi wa kazi ya Mungu. Paulo anaweka kanuni: uongozi wa kanisa, uongozi wa familia. Aliyeshindwa nyumbani hushindwa pia hadharani. Yoshua 24:15 anasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Lakini namba 3 ni utiifu wa watoto ni kipimo cha uongozi wako. Ndiyo maana anasema ajuaye kutiisha watoto wake. Hii haimaanishi watoto wakamilifu au kukosa changamoto. Haimaanishi hivi. Inamaanisha nidhamu yenye upendo, mafundisho ya Mungu kwa wale watoto, lakini pia na mfano mzuri wa mzazi kama tunavyosoma Mithali 22:6. Namba 4, familia huaksi tabia halisi ya kiongozi. Kanisa huona mahubiri, huona karama, huona huduma. Lakini familia unaposimama haikupimi kwa mahubiri, karama na huduma. Familia unaposimama inakupima kwa tabia yako, unyenyekevu wako, una kiburi au huna, una upendo kwao au huna, una ukali kwao na ukatili au huna. Mathayo 7:16, kwa matunda yao mtawatambua. 5, kushindwa katika familia huathiri kazi ya Mungu. Timotheo wa kwanza 3:5 anasema, atalitunzaje kanisa la Mungu? Athari hapa, huduma inakosa mamlaka. Hata unapoongea inakuwa haina nguvu. Ushuhuda wa kanisa unaharibika, waumini watadhoofika, viongozi wanapoteza heshima kabisa kama tunavyoona Malaki 2:15. 6, familia ni kipimo cha utayari. Mungu huangalia ndoa yako unapoongoza kanisa, anaangalia ndoa yako, malezi yako ya watoto, mahusiano yenu ya nyumbani kama tunavyoona Waefeso 6:4 na Wakolosai 3:18 hadi 21. Huduma haiwezi kufidia uzembe wa familia. Yesu, kanisa na familia ni mfano. Huu ni namba 7. Kristo, kama tunavyoona Waefeso 5:23 hadi 27, Kristo ni kiongozi wa kanisa, mume ni kiongozi wa familia, kanisa ni bibi harusi, familia ni mfano hai wa uhusiano wa Kristo na kanisa. Familia iliyo sawasawa hulijenga kanisa lililo imara. Hitimisho. Kazi ya Mungu inaanzia nyumbani. Familia ni kipimo cha uaminifu. Hakuna mgongano kati ya familia na huduma, vinapaswa kushirikiana. Kiongozi mzuri wa kanisa lazima awe mzuri pia nyumbani. Waraka wa 3 Yohana 1:4 anasema, sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia kwamba watoto wangu wanaendelea katika kweli. Kwa hiyo familia si kikwazo cha kazi ya Mungu, ndiyo msingi. Aliye mwaminifu nyumbani anaaminika pia kanisani. Kanisa linaloanza nyumbani hudumu sana linapoendelea kwa watu wengine. Haya ndiyo majibu kifupi na ndiyo muktadha wa maneno hayo katika ili andiko lililouliza swali. Barikiwe sana, asante.